Naam, kwingineko ni kwamba kulikuwa na vifijo na nderemo katika mahakama ya Mombasa baada ya jaji kuachilia huru wanajeshi waliokuwa wanahudumu kifungo cha maisha katika gereza la Shimo la Tewa. Wanajeshi hao walipewa kifungo hicho na mahakama ya jeshi kwa kupatikana na kosa la kuacha kazi. Jaji Martin Muya amekosoa uamuzi huo uliowapa 25 hao kifungo cha maisha. Mwanahabari wetu mpekuzi Mohamed Ali anaarifu zaidi akiwa huko Mombasa. The upshot is that all the appellants in the criminal appeals now before this court are set at liberty forthwith unless otherwise lawfully held. Ilikuwa shangwe, nderemo na vigelegele katika mahakama kuu ya Mombasa baada ya maafisa 25 waliokuwa wamezuiliwa katika jela ya Shimo la Tewa kwa zaidi ya mwaka mmoja unusu, kando na kufungwa maisha na mahakama ya kijeshi, kuachiliwa huru. 25 hao waliachiliwa baada ya mahakama kusema kuwa madai ya wao kuiasi kazi ilikuwa finyu sana, kwani wanajeshi hao walijitolea kuwasilisha barua zao za kuacha kazi, kando na kusalimisha mali yote ya jeshi iliyokuwa mikononi mwao. Cheche za maneno zilikumba mahakama hiyo pale wakilishi wa mkuu wa mashtaka kutaka 25 hao kuzuiliwa kwa wiki 2 mtawalia. This application is made purely in the public interest and to give the state an opportunity to advance the cause of justice. Purely on that account. We have no malice against anyone. We have absolutely no problem with any of the parties. Even the question of security, these 25 people who are in this court are not in any way compromising or negating for the security of the state at all. It was not a criminal proceeding, it was not an appeal in criminal division. Wanajeshi hao wana maji kutoka kambi ya jeshi ya Mtongwe awali walikuwa wakilalamika kuhusiana na kuingiliwa kwa kesi hiyo na afisa wawili wakuu wa jeshi waliohamishwa katika mabadiliko ya hivi majuzi yaliyofanywa na Rais Uhuru Kenyatta. Wakili wa wanajeshi hao alisema kuwa uamuzi huo utakuwa mfano bora kwa baadhi ya maafisa wakuu wa jeshi wanaotaka kusuluhisha visa vidogo kimabavu. We consider to be a proper judgment in the circumstances of the case. There was interference, but I've seen the hand of God. Alimalizia kwa kutoa ombi kwa Jaji Martin Muya kuamrisha wakuu wa jeshi katika kambi hiyo ya Mtongwe wakabidhi maafisa hao 25 vitambulisho vyao na vyeti walivyonyang'anywa na kusalia mikononi mwa mahakama ya jeshi. I am not satisfied that the prosecution proved beyond reasonable doubt that the appellants were on active service at the time they left the defense forces. Hii ndio itakuwa safari yao ya mwisho kutumia basi ya serikali baada ya mahakama kuachilia wanajeshi hao 25 na kusema ya kwamba walidhulumiwa kinyume na katiba ya Kenya. Mohamed Ali, KTN, Mombasa.